Bwana Yesu asifiwe sana, wana wa Mungu. Ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, aliye mwamba na mwokozi wa maisha yetu. Niko mbele zenu leo hii kwa ajili ya kutaka kuja kukamilisha ushuhuda ambao niliweza kutoa, ambao ndani yake mna msamaha. Na leo nitakwenda kuzungumza kwa ufupi tu kidogo, kwa sababu kwenye ushuhuda wangu nilizungumza marefu kidogo. Na mnajua sisi uinjilisti yakishuka hivyo basi tunaenda hivyo. Wanaotuelewaga sisi ni wachungaji na waalimu. Na ndipo maana mwalimu na mchungaji kazi yake iko pale kwa ajili ya kumnyoosha ya kumnyoosha mwinjilisti. Basi leo nitakwenda kuzungumza kwa ufupi tu, kwa kutaka kukamilisha kwa yale ambayo niliweza kuyashuhudia na nikaomba msamaha. Nikizani kwenye ushuhuda wangu mna pointi 2 au 3 kama sijakosea, ambazo ni za umuhimu sana nilizotaka kuzigusia. Pointi ya kwanza, nilitaka kuonesha ni jinsi gani shetani anavyomtia mtu aibu, anavyoleta aibu kwa mtu. Wakati mtumishi wa Mungu unasimama vizuri, lakini shetani anakuangusha, alafu anakutia kuwa kituko kwa watu, anakufanya kuwa aibu. Kwa hiyo nilitaka kuionesha hiyo pointi ya kwanza, ni jinsi gani shetani alivyonitia aibu kwa watu, kwa namna ambavyo nilianza kwenda tofauti na mafundisho yangu ya hapo awali. Na nilitaka kuizungumzia hiyo kwa kutaka kukutia moyo wewe mtumishi, ya kwamba jipe moyo, kaza mwendo, kwa sababu shetani alali na watumishi anachokitaka ni upate aibu duniani na ukose ufalme wa mbinguni. Pointi ya pili, nilitaka kuonesha matendo makuu ambayo Yesu Kristo aliweza kuionesha tena kwenye maisha yangu. Namna ambavyo Kristo aliweza kutumia njia mbalimbali za kutaka mimi nirudi kwenye misingi iliyonyooka. Na kuna baadhi ya watu ambao niliwataja kabisa kwenye video zangu, japokuwa sikuwataja wote, lakini Mungu aliwatumia watumishi wake ili waweze kunihubiria, ili waweze kunishauria niweze kurudi kwenye njia iliyonyooka. Na baada ya hapo Kristo akawatumia na wenye dhambi, akawatumia wenye dhambi wanaofanya vitu vya hovyo kwenye hii dunia, wakaja wakanililia. Ile yote ilikuwa ni njia ya Yesu Kristo kutaka kunirudisha mimi kwenye msimamo ulionyooka. Kwa hiyo ni pointi ya pili ambayo nilitaka kuonesha matendo makuu ya Yesu Kristo ambavyo aliweza kuitenda kwa kuwatumia watumishi mbalimbali. Unaweza ukashangaa kwamba mbona aliwataja watumishi na majina hivi vyote vya nini? Hapana, niliwataja hao kwa makusudi maalum ya kwamba ni watu muhimu sana kwangu, japokuwa sikuwataja wote. Ni wengi sana watumishi wa Mungu ambao walinijia, na nilitaka kuwaonesha hao ya kwamba ni namna gani walivyonifuata mimi na sikutaka kuwasikiliza. Na niliwataja ili baadaye nije niwaombe msamaha. Kwa hiyo nilitaka kuzungumzia hiyo pointi ya pili, ya kwamba Kristo alifanya kazi kubwa sana. Haikuwa rahisi mimi kurudi, haikuwa rahisi ya kwamba unaniona leo hii Luize ya kwamba nililala tu na kuamka nikabadilika hivi nilivyo sasa hivi. Hapana, Kristo alifanya kazi sana mpaka leo hii nimeweza kusimama. Na pia pointi ya 3 ambayo ni ya muhimu sana, ilikuwa ni ya kuomba msamaha, kutengeneza. Nilianguka kweli, shetani alinipiga mlengo, niseme kwa Kibembe alinipiga mlengo, sijui kwa Kiswahili ni alinipiga jido. Alinipiga jido shetani, na alivyonipiga jido nilianguka kweli, mpaka nilitaka kuwazidi watenda dhambi. Mimi nilitaka kuwapita ambao nimewakuta wanafanya vitu vya ajabu. Na shetani alivyoniangusha kweli, alinitia aibu. Sasa na ndipo maana niliomba msamaha, nikalia sana, na leo hii ninakuja tena kukamilisha ya kwamba nazidi kusisitiza kwa wale wote ambao walivunjika moyo kwa ajili yangu, watoto wangu wa imani, wadogo zangu wa imani. Kweli nilianguka, kweli nilimkosea Mungu. Anguko ni nini? Anguko ni kufanya kitendo ambacho ni kwenda tofauti
na imani. Niseme hivyo, anguko ni kwenda tofauti na imani. Anguko ni kwenda tofauti na vile ambavyo ulikuwa unafundisha mwanzo, kama ulikuwa unafundisha kweli. Sijasema ya kwamba mafundisho yote, hapana, kwa sababu kuna wakati mtu tangia mwanzo anafundisha kweli, anafundisha uongo. Anafundisha uongo, baadaye anakuja kugeuka, hapa nilikuwa nafundisha uongo, anageuka anaanza kufundisha kweli. Sasa anguko ni vile ambavyo mwanzo ulikuwa unafundisha kweli, baadaye tena unaanza kufundisha uongo, unaanza kwenda tofauti na neno la Mungu, basi hiyo ni anguko lako. Na mimi kweli nilikuwa kwenye anguko tofauti na vile ambavyo nilikuwa ninafundisha mwanzo. Watoto wangu wa imani, mliamini sana, mliokoka, mliacha vitu vibaya kwa sababu yangu mimi. Lakini mlipoona mimi ninaanza kuvifanya vitu ambavyo havistahili na imani, kuna vile ambavyo mlilia, mlivunjika moyo, mkaanza kurudi nyuma. Ya kwamba wokovu ndo huu kabisa. Kama huyu dada anakuwa hivi, kama nilikuwa nabarikiwa na huyu, kama ni mbinguni kweli hatutaingia. Mbinguni kweli hatutafika. Na inawezekana kabisa ulisema hivyo kwa ajili yangu mimi, basi naomba unisamee. Na inawezekana ulirudi nyuma na ukashindwa kupiga hatua tena ya kusonga mbele kwa sababu yangu mimi. Naomba unisamee na Mungu wa mbinguni anisamee kwa ajili yako. Ni kwa sababu gani ninakuomba wewe msamaha? Ninakuomba wewe msamaha ni kwa sababu mimi ni kioo cha jamii. Mimi ni mtumishi wa Kristo. Mimi ni wakili wa Kristo. Na wakili wa Kristo nikienda vizuri, na ndivyo ambavyo watu wanaenda vizuri, na ndivyo ambavyo Kristo jina lake linazidi kutukuzwa katikati ya watu. Lakini kama vile mimi wa Kristo, wakili wa Kristo, nikienda vibaya, ninaanza kuwakosesha watu wengine ili wasiijie njia ya kweli. Na ilikuwa ni ole kwangu mimi kukukosesha wewe. Kwa mujibu wa kitabu cha Mathayo sura ya 18 na mstari wa 6 mpaka ule wa 7, inasema hivi: bali atakaye mkosesha mmojawapo wa wadogo hawa waaminio, yamfaa afungiwe shingoni jiwe kubwa la kusagia na kutoswa katika kilindi cha bahari. Ole ni wa ulimwengu kwa sababu ya mambo ya kukosesha, maana hayana budi kuja mambo ya kukosesha, lakini ole wake mtu yule aliletaye jambo la kukosesha. Unasikia? Yesu Kristo alisema kabisa, ole wangu mimi ambaye nitakayeleta mambo ya kukosesha. Ole wangu. Na ilikuwa ni ole kwangu mimi pale nilipoanza kufundisha mafundisho ya kukukosesha wewe, na vile nilivyoanza kubadilika, nikaanza kuvaa mivalio ya aibu, nikaanza kujichubua, kuweka makeup, nikaanza kukukosesha na wewe kutokusimama kwenye msimamo wa kweli ipasayo Injili. Mungu anirehemu kwa ajili yako, na wewe pia uweze kunisamee. Ninaomba kwa moyo wa unyenyekevu kabisa mbele yako na mbele za Mungu ya kwamba unisamee, na Mungu wa mbinguni anisamee tena ili niweze kusimama kama ilivyokuwa zamani. Na pia ninazidi kuwaomba watumishi wenzangu msamaha. Mnisamee sana tena sana. Waombaji wenzangu, watumishi wote wa pembe 4 za dunia katika Kristo Yesu, naombeni tena mnisamee, kwa sababu nimelitukanisha jina la Kristo. Nimewatukanisha watumishi wenzangu kwa namna ambavyo nilikuwa ninavaa, kwa namna ambavyo nilikuwa nimeshageuka kabisa kama mtu asiyeokoka. Nazidi kuomba mnisamee, mnisamee. Biblia inasema ya kwamba sisi ni nuru, sisi ni chumvi. Chumvi ikiharibika itatiwa nini hata ikolee? Na mimi nilikuwa nimeshaharibika kabisa, sistahili hata kutiwa kwenye mboga yoyote ile ili iweze kupata ladha nzuri. Na basi nazidi kuomba Kristo Yesu azidi kunisamee. Kristo Yesu azidi kunitakasa kupitia ile damu yake iliyomwagika msalabani. Yesu Kristo anirudishe tena kwenye zizi lake, anikumbatie kwenye kifua chake kama vile mwana mpotevu alivyorudi. Anirudishe, anivishe vazi jeupe, vazi takatifu. Anivishe tena vazi ambalo ni la heshima. Aniwekee na pete kidoleni, pete la heshima. Sherehe kubwa iwe mbinguni kwa ajili yangu.
naomba tena Kristo Yesu anirudishe kwenye ufalme wake kama vile mwana mpotevu. Watumishi wenzangu, mnisamee tena kwa mara nyingine kabisa kwa namna ambavyo mmetukanwa na kudharauliwa kwa ajili yangu. Ni hayo tu, kinachobaki ni kwako wewe ambaye umenisikiliza, wewe ambaye ulirudi nyuma kwa ajili yangu, wewe ambaye ulivunjika moyo kwa ajili yangu. Mpendwa, yote haya ninayazungumza kwa sababu ya kutafuta mimi na wewe turudi kwenye msingi unaompendeza Mungu. Yule Msamaria, mwanamke Msamaria, alipohubiriwa habari na Yesu, alipoambiwa habari za matendo yake, alitoka na kwenda kuhabarisha watu wengine habari za Yesu. Basi mimi na wewe ni wajibu wetu sasa, tusimame tusonge mbele ili tumtangaze Yesu kwa mataifa, wasiomjua wapate kumjua kupitia mimi na wewe. Kama ulirudi nyuma kwa ajili yangu, ikiwa ulivunjika moyo kwa ajili yangu, ninaomba msamaha, kwa sababu mimi na wewe turudi kwenye mapenzi mazuri inayompendeza Mungu na tulitangaze neno lake kwa mataifa. Mungu akusaidie na akupe neema ya kuisikia sauti hii ya kwamba mpendwa amerudi. Acha na mimi kupitia sauti hii niweze kusimama na tumtangaze Kristo ili mataifa wapate kumjua. Siku zetu zinahesabiwa, siku zetu ziko mikononi mwa Mungu. Hakuna aijuaye kesho. Methali 27 mstari wa 1, ya kwamba usijisifu kwa ajili ya kesho, haujui atakayozaliwa na siku moja. Siku ya neema ni leo. Umesikia sauti hii ya kwamba mpendwa wetu amerudi, basi na mimi acha nirudi kupitia sauti hii ambayo Mungu amezungumza kupitia kinywa cha mtumishi wake. Simama na Bwana, simama tumtangaze Yesu mahali popote ulipo. Ni hayo tu, na Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Amen.